وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Naam, taban tunaendelea na darasa hili la tafsiri Qur'an al-Karim. Katika juma lililopita tulimaliza tafsiri ya surati Shams. Kwa leo biidhnillah tutaondokea tafsiri ya sura ambayo inaitwa Suratul Layl. Sura hii imeteremka Makkah na ni sura ya 92 kwa mujibu wa mpangilio wa msahafu. Aya zake ni 21. Imeitwa Suratul Layl kwa sababu ya aya ya mwanzo. Ukisoma Allah anasema wal-layli idha yaksha. Tafsiri ambayo tunaitumia ni tafsiri al-Karim ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ya juzuu amma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tunaanza kutafsiri sura hii kwa kuomba msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Aya ya mwanzo, qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala amesema wal-layli idha yaghsha. Bado tunaona hapa kuna mfululizo au muendelezo wa mwanzo wa sura tu. Katika sura hizi tatu zote tunazosoma basi kuna kiapo, yani Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa, kama tulivyoona katika sura iliyopita, washamsi wadhuhaha, yani Allah ameliapia jua. Kwa sura hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema naapa wal-layli, kwa usiku. Wal-layli idha yaksha, naapa kwa usiku. Idha yaksha, unapofunika. Idha yaksha, usiku unafunika. Wal-layli, naapa kwa usiku. Idha yaksha, unapofunika. Funika kwa maana vile vyote ambavyo vimo katika ardhi vinafunikwa na giza la usiku. Kwa kunabakia katika hali ya giza, na kila ukenda mbele giza hili linakuwa tutasema giza totoro. Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa usiku. Wal-layli, naapa kwa usiku. Idha yaksha, ufunikapo. Unapofunika nini? Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ni kwamba idha yaksha, yani
hina yakhsha al-ardh, ni pale ambapo usiku unapoufunika yani ni ardhi, wayughattiha bidhalamihi, na ardhi hiyo yani giza, yani usiku huo ukawa umeugubika kutokana na nini? Kwa lile giza la usiku. Lianna al-ghisha bimaana al-ghita. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wal-layli, naapa kwa usiku, yani aqsama Allah subhanahu wa ta'ala bil-layli, yani Allah ameapa kwa usiku. Idha yaksha, unapofunika, kwa maana ufunikapo na unaifunika ardhi. Katika tafsiri nyingine ya Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, yeye akasema ay ya'ummul khalq bidhalam, yani usiku huo inachokifanya ni kwamba inafunika viumbe vyote kutokana na lile giza lake. Na kwa hiyo fayaskun kullun ila ma'wahu, kila mmoja katika hivyo viumbe huwa vinatulizana katika maeneo yake yale ya kukimbilia. Ma'wahu, neno ma'wahu yaambiwa kwamba ikiingia usiku, giza lile sasa lishaifunika ardhi, basi kila mtu anakimbilia katika sehemu yake. Kwa mara nyingi utaona shughuli zote zafanyika mchana, lakini jua likianza kuzama, kwa maana usiku sasa unataka uifunike ardhi iwe giza totoro, kila mtu akimbilia nyumbani kwake, kila mtu akimbilia nyumbani kwake. Na hata wanyama nao wanafugwa wakimbizwa katika yani katika sehemu zao za wanazolala, ili giza lisije likawafika katika hali wako njiani. Kwa hiyo kila mtu yani kila eneo wanakimbilia, lakini mchana huoni harakati hizo, lakini giza likiingia, basi naam, kila kiumbe kinataka kwenda katika ma'wahu. Fayaskunu kullun ila ma'wahu, na wayastarihu al-ibada min al-kaddi wat-ta'ab. Na hapo ndipo inapopatikaniwa kwamba usiku ni sehemu ambayo sasa waja wanapata kurelax kutokana na kaddi wa ta'ab, shida na ugumu ambao waliupata mchana katika michakariko. Anaamka mtu asubuhi mapema tu anasema anarauka speedy, lakini ikifika usiku ni kwamba anafika muda ambao sasa anapata kutulizana, yastarehe. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akauapia usiku, wal-layli, na hapa kwa usiku, idha yakshaha, ufunikapo, unapoifunika ardhi ikawa giza totoro. Aya namba 2, Allah subhanahu wa ta'ala vile vile anauapia mchana, wan-nahari, na naapa kwa mchana, idha tajalla, unapodhihiri. Wan-nahari, na naapa kwa mchana, idha tajalla, unapodhihiri mchana. Kwa maana sasa unafika hatua unaonekana huo mchana unadhihirika, kama alivyosema Sheikh Uthaymeen, ay idha dhahara wa bana, yani Allah subhanahu wa ta'ala anasema naapa kwa mchana, idha tajalla bimaana idha dhahara, ni pale ambapo unapodhihiri, wa bana, na ukawa uko ubainifu, unaonekana sasa huu ni mchana sasa. Wadhālika bitulu'i al-fajri alladhi huwa an-nur, na kuonekana au kudhihiri kwa mchana unasababishwa na kwamba pale alfajiri inapochomoza, inapoanza kuangaza nuru, ambayo hiyo ndiyo nuru hii inapatikaniwa kwamba inachomoza kwanza, kama tunavyosema siku zote kwamba alfajiri, kuna alfajiri mbili, kuna al-kadhib na vile vile sadiq. Kwa hiyo tuchukulie kwamba ni alfajiri ya kweli. Sasa ni kwanza tuaona nuru, ndio inaanza hiyo mchana kudhihiri. Baadaye kinachofuatia ni tulu'i shams, jua hilo linachomoza. Sasa hapa na kwamba mchana kadidhahara, kadibana. Maana Allah anasema wal-layli idha wan-nahari idha tajalla, na hapa kwa mchana pale mchana unapodhihiri. Washamsu hiya ayatun nahari kama anna al-qamara ayatul layl, vitu viwili hivi vinakuwa ndio alama. Ukiona jua basi ujue kwamba hii ni mchana, na ukiona mwezi ujue kwamba huu ni usiku. Kwa hiyo mchana dalili yake kubwa ni jua, na usiku dalili yake kubwa ni mwezi. Wal-layli idha yaksha, naapa kwa usiku ufunikapo. Wan-nahari, na naapa kwa mchana, idha tajalla, unapodhihiri. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha, na naapa kwa aliyeumba nini? Dhakara
yani kwa maana ya yani mume male wal untha na mke. Kwa hiyo hapa kuna male and female. Wama khalaqa, na naapa kwa aliyeumba dhakara wal untha, yani mwanamume na mwanamke, inakuwa ni pair. Wama khalaqa, na naapa kwa aliyeumba adhakara wal untha, bimaana ya kwamba vitu viwili hivi vinakuwa katika hali ya pair, yani mke na dume. Na haimaanishi tu kwamba mke binadamu mume binadamu, lakini hata vitu vingine vingi basi vimeumbwa katika hali ambayo zaujaini, yani zinakuwa ni impair. Kuna positive na negative, positive negative. Chochote kile ambacho unachokiona basi kinakuwa katika mfumo wa mke na dume, mke na dume. Wama khalaqa dhakara wal untha, na naapa kwa aliyeumba dhakara kwa maana ya mume, wal untha na ya mke bimaana male and female, katika gender hizi au katika mambo ya sex, kwamba huyu ni male na huyu ni female. Wama khalaqa dhakara, na naapa kwa aliyeumba nini? Mume, wal untha, na vile vile aliyeumba mke. Kisha aya inofuatia Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kwamba pamoja na yani baada ya viapo hivyo, usiku unapofunika, mchana unapodhihiri, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mke na dume. Anasema sasa katika aya nambari 4, aya nambari 4, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna sa'yakum la shatta, inna hakika sa'yakum bimaana amalakum, amali zenu au matendo yenu, la shatta, ni mbali mbali, mutafarika, yani viko tofauti tofauti. Kitendo hichi na hichi vinatofautiana, cha yule na cha huyu vinatofautiana. Inna sa'yakum, hakika amali zenu, bimaana inna amalakum, kama al-Mufassiri Ibn Uthaymeen, ama hakika amali zenu, la shatta, yani al-mutafarriq, tafarruqan adhima. Mutafarriq ni viko tofauti kabisa, zimetofautiana tofauti iliyokuwa kubwa kabisa. Bimaana ni kwamba la shatta, ziko mbali mbali. La shatta, matendo yenu, vitendo vyenu, amali zenu, la shatta, viko tofauti, vimetofautiana mbali mbali kabisa. Na umbali mbali huu ameelezea Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake, ni a'malul ibadi mutabayina mutafawita, matendo ya waja yako katika hali ambayo mutafawita, yako tofauti tofauti. Sitoshe, minha salih wa minha alfasid, mengine matendo ya waja ni yale ambayo yalikuwa ni mema na mengine ni maovu. Kwa hiyo inna sa'yakum la shatta, hakika amali zenu nyinyi ni mbali mbali tofauti. Kuna zile ambalo amali wengine wanatenda mema na wengine wanatenda maovu. Wa minha ma yakhlitu salihan wa fasidan, na kuna amali nyingine zinakuwa katika hali ya mchanganyiko, yani mchanganyiko baina ya wema na ubaya, vikaa vyote vimechanganyika mahala pamoja. Sasa yote hii yaambiwa kwamba la shatta, yani matendo yenu yako katika hali ya umbalimbali na hali ya utofauti. Na katika baadhi ya tafsiri nyingine wakaeleza, mfano na tafsiri ya Saadi rahimahullah, kwamba haya matendo kwamba imekuwa la shatta, kwanza inakuwa ni kile kitendo chenyewe basi viko tofauti, viko tofauti kabisa. Matendo, kuna swala, kuna zaka, kuna matendo mengine mbalimbali. Lakini pia inawezekana ikawa kitendo moja, tuseme ala sabili mithal, swala, nyote mwaswali mnajipanga safu, lakini bado itabakia kwamba inna sa'yakum la shatta. Je, yani mnaswali, malipo yenu yatakuwa tofauti? Haiwezekani. Kuna watu watakuwa na swali kwa ajili ya kwamba yurauna nas, wanawaonesha watu, na kuna watu wanaswali kwa ikhlas, wana khushu', kwa malipo yao yatakuwa ni tofauti. Kwa hiyo bado tuna stendi pale pale, inna sa'yakum la shatta, ama hakika matendo yenu la shatta, mutafarriqa, mbali mbali katika hata malipo
hata katika watu wanaofanya mambo nia zinatofautika. Wengine wanafanya jambo lillahi, wengine wanafanya jambo kwa ajili ya ria. La shatta, yani yako katika hali ya utofauti kabisa. Usione kwamba watu wote wamevaa kanzu na vilemba ikawa matendo yao yatakuwa ndio wako sawa sawa na vilemba vyao na kanzu zao. Matendo lazima uko utofauti. Ni kama mfano vile Allah anaposema watahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ukiwaangalia utaona watu kama wako kitu kimoja, lakini kumbe kila mmoja katika moyo wake ana lake, Mswahili ana lile. Sasa na amali vile vile, inna sa'yakum, ama hakika amali zenu la shatta, ziko mbali mbali, yani kwa maana mutafarriqa. Naam. ثم anasema Ibn Uthaymeen fassala hadha as-sa'ya al-mutafarriqa. Sasa Allah anapambanua kwamba hizo amali zenu ziko tofauti. Huyu anafanya hivi na huyu anafanya hivi, huyu anafanya positive, huyu anafanya negative. Sasa namna gani? Sasa angalia aya zinazofuata, ambayo aya nambari 5. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kwamba fa amma man a'ta wattaqa, basi yule ambaye anayetoa, fa amma man a'ta, basi yule anayetoa, wattaqa, na akamcha Allah. Tendo hilo atoa mtu alafu anakuwa na ucha. Sasa angalia tendo jingine, afwan, zinaenda mbele kutakuja kusoma vile vile kwamba ama wasadaqa bil husna, mbele itakuja bil aks. Naam, fa amma man a'ta, basi yule ambaye anayetoa, a'ta, anayetoa, lakini sio kutoa tu, wattaqa, na akawa anamcha Allah, anamwogopa Allah. Atoa lakini ana condition, ana takwa. Bimaana kwamba mtu anaweza akatoa lakini asiwe na nini, na takwa. Kwa hivyo hii itakuwa ni kitu kingine kabisa. Katoa lakini kutoa kwake kunakuwa ni patapotea, kwa maana hakuna kitu atachokipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ametoa tu mujarrad ya kutoa. Fa amma man a'ta, ama yule anayetoa, wattaqa, na akamcha Allah. Ama utoaji huu wakasema shekhe, a'ta ma umira bi'ita'ihi min malin au jahin au ilmin, akatoa kwa kama vile ambavyo alivyoamrishwa kutoa, min malihi, katika mali yake, au jahi, au katika ile hadhi yake, au ilmi, au vile vile elimu. Kwa kutoa sio lazima tu kwamba mtu awe na uwezo wa kipesa, lakini kama atakuwa na elimu, basi vile vile akisomesha aambiwa kwamba huyu ameitoa elimu. Na mtu mwingine inawezekana akawa ana jaha yake akaitumia katika kuhami Uislamu na kusaidia Uislamu, basi vile vile aambiwa kwamba huyu ametoa ile hadhi yake kwa ajili ya kupigania Uislamu. Fa amma man a'ta, basi yule anayetoa, akatoa kwa vile ambavyo kama alivyoamrishwa na Allah katika mali yake, na wattaqa, na akamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Isitoshi, aya nambari 6, wasaddaqa bil husna, na akasadiki, wasaddaqa, na kusadiki, bil husna, jambo jema. Wasaddaqa yani kwa maana atoa kisha ana ile hali ya kumcha Allah, halafu and then anafuatia kwamba mtu huyo wasaddaqa, na akawa ni mwenye kusadiki, bil husna, jambo jema. Jambo jema hili ni lipi? Kuna tafsiri zinatafsiri ya kwamba alhusna huna bimaana aljanna, ni kwamba ni mwenye kusadiki bil husna, pepo. Lakini tafsiri aliyopita Ibn Kathir, afwan, Sheikh Uthaymeen anasema ay saddaqa, hiyo alhusna hiyo ni bil qawla alhusna, wa hiya qawlu Allah azza wa jalla, ni pale mtu anapolisadikisha kauli ya Allah nzuri, anapoisadikisha kauli ya Allah nzuri. Kwa hivyo hii neno bil husna ya kusudiwa ni kauli nzuri ya Allah, akawa mtu anaisadikisha. Na vile vile wa qawlu rasulihi, ikawa mtu anaisadikisha kauli ya mtume wake, yani kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini?
lianna asdaqa alkalami wa ahsana alkalami ni kalamullah, kwa sababu maneno yaliokuwa ya kweli zaidi hakuna mengine ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu akiyasadikisha maneno haya mazuri ya Allah, aambiwa kwamba ndo hapa wasaddaqa bil husna, na kusadiki jambo jema ambalo ni kauli ya Allah, maneno ya Allah. Na uzuri wa maneno ya Allah hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amebainisha. Ukifuatilia katika khutbatul haja, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma mwanzo innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kisha anazisoma aya tatu zile, kisha anasema amma ba'd fa inna asdaq alhadith kitabullah au fa inna ahsan alhadith kitabullah au fa inna asdaq alkalam kalamullah. Kwa hiyo yadhihirishwa kwamba Mtume amethibitisha kwamba maneno ya kweli ni maneno ya Allah katika khutbatul haja, kwa mtu ambaye aelewa nini umuhimu wa khutbatul haja. Wasaddaqa bil husna, na kusadiki kawa mtu mwenye kulisadiki alhusna, jambo jema lenyewe ni nini? Ni kauli ya Allah iliyokuwa nzuri, bil qawla alhusna wa hiya qawlu Allah azza wa jalla, na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa amma man ata, ama yule anayetoa, wattaqa, na kumcha Allah, wasaddaqa bil husna, na kusadiki jambo jema ambao ni maneno mazuri ya Allah ya kweli. Anasema Allah katika aya inayofuatia fasanuyassiruhu lilyusra, basi tutamsahilishia. Fasanuyassiruhu, tutamfanyia wepesi. Lilyusra, katika mambo yake yote yatakuwa katika wepesi. Yani ule wepesi utakuwa wapi? Katika mambo yake. Kuna tafsiri nyingine zimekuja fasanuyassiruhu lilyusra, kwa maana tutamsahilishia njia ya kwenda peponi, vile vile ipo. Lakini Uthaymeen rahimahullah yeye akasema fasanuyassiruhu lilyusra, bimaana tutamsahilishia mambo yake yote kuwa mepesi. Fasanuyassiruhu, tutamsahilishia lilyusra, kuwa mepesi kila jambo lake. Akasema kwamba hapa kuna uchambuzi vile vile wa kilugha. Hii fasanuyassiruhu ilikuwa isemwe tu nuyassiruhu. Sasa hii sini ina stand litahqiq, kwamba jambo hili ni la uhakika. Asinu huna litahqiq, yani naam, ni 100%. Ay anna man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, basi fasanuyassiruhu au fasayassiruhu Allah azza wa jalla. Anasema Uthaymeen lilyusra fi umurihi kulluha, tutamsahilishia mambo yake yote kuwa mepesi. Kwa nini? Kwa sababu yeye a'ta wataqa wa saddaqa bil husna. Kwa hiyo kutokana na kutenda hivyo, basi tutamsahilishia nini? Lilyusra fi umuri kulliha, wepesi katika mambo yake yote. Nasema Sheikh Uthaymeen fi umuri dinihi wa dunyahu, katika mambo yake yote ya kidini, basi naam, Allah anasema tutamsahilishia. Wa dunyahu, na vile vile katika mambo yake ya kidunia vile vile tutamsahilishia. Walihadha tajidu aisara an-nas amalan huwa man ittaqilla azza wa jalla. Kutokana na hivi basi ndiyo maana utakuta wenye mambo mepesi, mambo yao na matendo yao na vitu vyao, ni wale ambao walikuwa wenye kumcha Allah. Na kumcha Allah kwenyewe ni kwamba ni wale man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Wa kullama kana al-insanu atqa lillahi, basi kila mtu anapokuwa azidi kumcha Allah, kanat umuruhu aysara lahu, ndiyo mambo yake yanakuwa ni mepesi mno, kama Allah aliposema waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Na yeyote mwenye kumcha Allah, Allah humfanyia mambo yake yule mtu katika hali ya wepesi. Surati At-Talaq aya nambari 4. Innal hamdalillah